viongozi wetu mnaotutawala mmekuwa na watoto wenu. Hawa watoto wenu wanaleta taharuki sana kwenye jamii, hasa kwa ninyi viongozi wakubwa. Wamekuwa wakijirusha na hela nyingi kwenye mitandao, huku watu maskini wanaoishi kwa bodaboda wakiwa hawana hicho kitu. Hivyo kwa hilo jambo ni kuombe kiongozi ukajiangalie kwa kina, hasa watoto wenu mlionao. Viongozi wakubwa wote wamekuwa ni tatizo kubwa kwenye taifa letu hili, wakitumia rasilimali zetu. Tukiona mtu ameweka mamilioni ya pesa ametuma kwenye mitandao, hivyo niwaombe sana mkakae na watoto wenu ili kuona haki ya msingi inapatikana kwa sisi ambaye tunaganga kwa shilingi 20 kwa shilingi 10, maana taifa hili na sisi wote. Asanteni sana. Asante. Kama serikali tutambue nafasi ya imani kwa watoto ili waweze kwenda vizuri. Itakuwa ni rasilimali nzuri kwa taifa la Tanzania. Na kingine, kama watumishi wa umma, angalau hata kama mna mishahara mikubwa, mmepata mafanikio, mjaribu kuwa wastaarabu, kujua kwamba hawa watu tunaowaongoza wanaangalia, wanapiga hesabu. Tuna watoto wa chuo wamesoma, hana kazi ya kufanya, hapokee mshahara, lakini anapiga hesabu kwamba mkuu wa mkoa anapokea mshahara kiasi fulani, lakini tunaishi naye kwenye mazingira. Kuna vitu alivyowekeza. Hivi vitu alivyowekeza, je, ni haki? Ni vinalingana na mshahara naopata? Haya ndio matatizo ambayo yanatokea sasa. Imefika sehemu kwamba tatizo lililotokea hili, kuna watu wamelengwa kulingana na rasilimali ambazo wamewekeza, lakini watu walikuwa wanafikiri kwamba huyu mtu kulingana na hivi vitu alivyowekeza hivi sio sawa. Mshahara naopata labda pengine milioni 10, vitu alivyowekeza ni vya mabii ya fedha. Sasa huyu mtu kimwambia kwamba mshahara ninaopokea ni ngumu, hawezi kukuelewa. Ni vijana wenye akili, wanasoma, wanapiga hesabu. Kwa sasa wakati mwingine maadili kwa viongozi ya ulafi wa rasilimali kodi za Watanzania ziwe na heshima. Tujaribu kuangalia kwamba watu wanaangalia kwamba hivi vitu tunavyovifanya sio sawa. Wakati mwingine wazazi wanawashirikisha watoto wake kwamba mimi nafanya biashara lakini nahangaika kulipa kodi. Wakati mwingine mzazi labda pengine wamepishana na afisa TRA, kodi sio rafiki, na huko anahangaika kumlipia mtoto kodi. Mwisho wa siku kupitia hii kodi ndio rasilimali ambazo zinapatikana, ambazo serikali inafanya kazi, lakini mwisho wa siku inakuja kutokea kwamba huyu diwani aliyepata udiwani kwa miaka 5 amewekeza mtaa mzima yeye mwenyewe. Sasa huyu kijana anajiuliza kweli kama huu ndio maana leo vijana wengi wana kalama mbalimbali, lakini wanakimbilia kwenye siasa kwa sababu ya mambo haya. Naye anataka maisha mazuri, lakini pamoja na kuwa hayafati haki, wanakimbilia huko. Lakini wakati mwingine wanapiga kiundani zaidi kwamba huyu amepata manufaa, lakini sio haki. Inapotokea chuki kama hii, ndio inafika sehemu sasa vijana wanaenda kwenye rasilimali za mtu binafsi, za umma. Ndio hapa ambapo tunasema mtoto huyu akifundishwa kwamba hiki kitu ambacho serikali imewekeza ni kodi za baba yako, ni kodi za mama yako. Hao watoto pengine hawana elimu ya kufahamu kwamba anapoharibu anaharibu mali ya kwake yeye mwenyewe. Hii ni mali ya jamhuri. Sasa tumejikita kutoa elimu ya Mungu ina upana sana. Sasa huyu mtoto akipata elimu ya Mungu na elimu dunia, anakuwa ni mtu mzuri sana ambaye anaweza akamtendea haki mtu. Asante. Amani tuna ya haki, lazima watu waione haki na tusione aibu kuihubiri haki. Mwalimu alisema ukweli una tabia moja, Mwalimu Nyerere. Ukweli una tabia moja. Ukiupuuza ukweli lazima ujilipize kisasi wenyewe. Simeelewa? Na ndio nayo yote mimi ningetamani kwa muumini wa ukweli, muumini wa haki. Kwa sababu ukweli na haki vinakuweka huru kwa nafsi yako.